Ni katika usharika wa Kilengapasi wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Iringa, ambapo mchungaji Upendo Filangalikoko, katibu wa idara ya familia na malezi, amezungumzia swala zima la ni kwa nini vijana kutojiingiza katika ndoa, na hapa anasema kwa vijana ambao bado hatujaingia, basi tunasema kwamba mnapewa maamuzi haya. Ndio maana mnatakiwa mwe na akili timamu, ili maamuzi unayokuwa umeamua basi baadaye ikiwa unajuta uwe ni wewe mwenyewe kwamba labda ulikosea kwenye maamuzi. Kwa hiyo lazima vijana tuweze kusimamia vizuri maelekezo haya ili tuweze kupata baraka, tusipite njia ya mkato pia katika ndoa. Kwa hiyo ni muhimu sana katika maamuzi yetu tuone kwamba msingi na ufanisi. Mambo muhimu ya kuzingatia ili tuishi ndoa. Cha kwanza, Kristo awe namba moja. Kristo awe nini jamani? Namba moja. Kwa hiyo uhusiano wa mume namba moja huwa ni uhusiano wako na nani? Na Kristo. Halafu baada ya kuwa na uhusiano wa Kristo unaleta kwa mke wako. Na wewe mke, uhusiano wako wa kwanza, rafiki yako wa kwanza awe ni Kristo. Baada ya kuwa na rafiki Kristo, ndipo anakupa akili na uwezo wa kuishi na huyo mwenzi wako. Ni kwa nini vijana wengi hawajihusishi katika ndoa? Unakuta umri umefika lakini hawaingii katika ndoa. Wazazi na walezi hapa wanasema. Kwa jina naitwa Vena Naftali Kikoti. Nimejifunza jambo moja kwamba kwanza, kwa nini wa vijana hawapendi kuoa? Vijana hawapendi kuoa kutokana na teknolojia ambayo imeingia sasa, ambayo hiyo teknolojia imeweza kuwaharibu kabisa kiasi ambacho hata ile motisha au ule utaratibu ule wa kuoa ule umekuwa pembeni kidogo, kutokana na kwamba wao wameona sasa, wameelekeza sana akili zao na nguvu yao yote umeelekeza kwenye utamaduni ambao umeingia sasa. Kwa jina naitwa Eliana Mangulisa au Mama Kikoti. Vijana wengi hawapendi kuingia kwenye ndoa. Kwanza kabisa mimi nafikiri vijana wamekuwa na mambo mengi ya mtazamo, mabadiliko ya mazingira. Alafu kingine, vijana hawajitumi, wamekuwa wapiga chenga kwenye kazi, kwa hiyo anakwepa majukumu. Jina langu naitwa Shukrani Chongolo, natokea usharika wa Kilengapasi, jimbo la Mashariki Kati. Changamoto kubwa ambayo wanakutana nayo vijana kwa wakati huu, utandawazi umewakuta kipindi ambacho hawajajiandaa kupambana nao. Kwa hiyo wamejikuta wameingia kwenye utandawazi wakati wao hawajaandaliwa. Yaani ni sawa na mtu ambaye anaingia kwenye mazingira ambayo hakukusudia kuingia. Ndio vijana wa sasa. Kwa hiyo mambo ya utandawazi yamewachanganya. Lakini pia vijana wakitazama jamii kwa ujumla, familia zinazoendelea, wanaona habari ya kuoa au kuolewa kwao umekuwa mzigo na imekuwa changamoto. Kwa hiyo vijana wengi wameona kuoa limekuwa ni jukumu. Kwa hiyo wengi wakitazama maisha ya watu yanayoendelea, wakitazama baadhi ya familia, ndani yao ile hamu au ile kiu ya kuoa imekuwa haipo. Je, kuhusu kanisa lina mchango gani kuhakikisha vijana wanajiingiza katika ndoa? Kanisa limejipanga kuwafundisha vijana mambo ya imani, lakini pia limejipanga kuwafundisha vijana mambo ya ujasiriamali, kwa maana ya uchumi kwa ujumla, kwamba vijana hawa kwanza wasiogope, kwa sababu habari ya ndoa ni agizo la Mungu. Tunashukuru Mungu kwamba wachungaji na hawa wachungaji ambao wako upande wa idara ya familia na malezi wamekuwa wakihamasisha sana na wakifundisha sana habari ya neno la Mungu, kwamba watu wasitoke kwenye msingi wa Biblia. Kutoka katika usharika wa Kilengapasi wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Iringa, mimi ni Musa Mgeveke na hii ni Furaha FM Media.